unajua majaliwa ya Mwenyezi Mungu miezi 9 kutoka sasa tutabarikiwa, kutakuwa na mtoto. Wewe unakaa tu kiregarega huko unangoja miezi 8 na nusu. Ndio unaanza kukimbia kuuliza watu, by the way, watu wakizaa wanaendanga wapi? And so on. Hivyo ndivyo serikali yetu inafanya saa hii. Mimi nashangaa ni kazi gani inafanyika katika wizara ya elimu mpaka ufike wakati huu wazazi wanateseka namna hii. Watu tuko wapi wakati huo? Wale tumepewa majukumu ya kufanya hii kazi tuko wapi? Na tena unajua hii si ni kitu ngumu kufanya. Sisi wakati tulikuwa kwa wizara, hiyo ndio kazi yangu. By January kama mtihani unaenda kufanywa mwezi wa Oktoba, tukifika February mimi nauliza ni watoto wangapi watafanya mtihani mwaka huu. Kwa hiyo grade 9 ni watoto wangapi? Ninajua naweza kukuambia ni watoto wangapi. Nafasi zile tuko za grade 10 ni ngapi? Tunahitaji kufanya nini kuhakikisha kwamba grade 10 ikifika tuko na vifaa vyote tunahitajika kuwa nazo? Na hawa tunawaplace namna gani? By the time tukifika mwezi wa 7 saa ile budget imesomwa na imepangwa, mimi nimeanza kupanga pesa zangu na mambo yangu, kwa sababu wale wazazi wako pale nje, walimu na watoto wanategemea sisi kama viongozi wa sekta ya elimu kufanya haya maneno. Kwa hivyo ni kujibu directly, ni kujipanga, ni kuwa na information ya kutosha, ni kushughulikia kazi yako, kuamka asubuhi ushughulikie ile kazi umepewa ufanye. Na ukifanya hiyo kazi kwa uaminifu na uadilifu, hakutakuwa na shida yoyote. Hii ni kazi rahisi. Mimi ni kazi rahisi mpaka ninashangaa saa nyingine. Ndio nasema Wakenya nipe hii kazi muone. Hakuna siku mtaamuka hata siku moja. Hakuna siku mtaamuka kuuliza eti watoto wamepeleka wapi. Sasa ndio watu tunakimbia hapa and down kuuliza vitabu ya grade 10. Tulikuwa wapi miaka iliyopita? Una maoni yapi kuhusu mjadala wa wanafunzi wasipelekwe shule bali na kwao, especially lakini kama day school unajua kama day school unajua ni mambo ya common sense. Kama day school unajua ni watoto wanaenda shule asubuhi na wanarudi. Na tulikuwa tumeanza mpango wa kuhakikisha kwamba idadi kubwa ya wanafunzi wetu wanaenda kwa day school. Kwa sababu boarding school ni nzuri ndio, lakini zingine zina changamoto nyingi. Na ndiposa tu wakati wa 100% transition Mheshimiwa Rais Kenyatta alizingatia eti tuweke pesa nyingi kusupport infrastructure development, tuwe na classrooms. Tukishirikiana na wajumbe wa bunge, kusema ukweli wajumbe wengi wa bunge kupitia kwa CTF wamefanya kazi nzuri sana ya kujenga madarasa katika secondary schools za nyumbani. Kwa hivyo tukishirikiana sisi wote tuwe na madarasa ya kutosha, tuwe na vifaa vya kutosha and so on. Mimi kwa maoni yangu tunahitaji kuongeza nafasi za shule, nafasi za vifaa vya shule na njia ya kufundisha na kuelimisha watoto wetu. Mahali hatujafanya tuendelee kufanya, sababu unajua mimi sijui nchi dunia hii kama wewe unajua. Katonya anaweza kuniambia mimi sijui nchi dunia hii ambayo imemaliza kujenga shule, imemaliza kujenga kila kitu. Ukienda hata nchi kubwa, hata uende Marekani, uende Uingereza, bado hata saa hii watu wanazidi kupanua vifaa vya elimu, kwa sababu elimu inapanuka, tunaendelea kuzaa, idadi ya watu wetu inaendelea kuongezeka na kuna watu kutoka nchi zingine ambao wana nia ya kuja kujifunza ama kufanya masomo yao hapa. Kwa hivyo tusingatie kwamba tukae tukiendelea mbele kufanya haya, kwa sababu nikupe mfano moja. Wakati nilikuwa katika wizara ya elimu, ile shule ya wasichana ya Mama Ngina ya Mombasa town, yes, siku moja nimeenda pale nikapata wazazi karibu 200 huko nje. Literally wanalia majosi hapo, kila mtu anataka kuingiza mtoto hapo na nafasi ni kidogo. Na hiyo shule imekuwa hapo school tangu the 60s and so on. Sasa tulikaa na Mheshimiwa Rais tukasema hatuwezi kuendelea namna hii, twende pale tutafute shamba pale Shanshu, tukate shamba kidogo kutoka Shimo la Tewa Boys High School na Prison Service. Hizi zote ni mashirika ya umma, tupate nafasi ya kutosha, tujenge shule kubwa kiwango ya Alliance Girls. Okay. Tuweke watoto. Sasa hiyo shule kuna wanafunzi zaidi ya 1000. Okay. Na tunaweza kuendelea namna hii. Twende Garissa tufanye hivyo, twende Mandera tufanye hivyo, twende Wajir tufanye hivyo, twende Kwale. Sababu in fact kutoka Mombasa
tulikuwa tunaelekea Kwale, tulikuwa hata tumetenga